mada ya kutia moyo, mada ambayo inatugusa wote. The art of letting go, sanaa ya kuachilia. Kuna jambo linaitwa acknowledge and accept, kiri na kubali. Ujue huwezi kuachilia kile ambacho hujakiri kuwa kinakuumiza. Hatua ya kwanza ni ujasiri wa kusema, hili jambo linaniumiza, hili jambo linaniuma. Nimekasirika, nimevunjika moyo, nimefanya kosa. It's about being real with yourself and with God. Acha kujifanya strong wakati unaumia. Mbele za Mwenyezi Mungu hakuna haja ya kuvaa kinyago. Mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna haja ya kuvaa mask. Mwenyezi Mungu anajua ni nini unapitia. Kwa hiyo kubali, acknowledge, accept, kiri na kubali. Hili jambo linaniuma, nimekasirika, nimevunjika moyo, nimefanya kosa, yule mtu nilimkosea. Kubali. The Bible says in James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Kiri mbele za Mwenyezi Mungu kile kinachokusumbua. Acknowledge the pain. That's not weakness for sure. That's the first step to healing. Ujue unapokubali maumivu sio kwamba ule ni udhaifu, hapana. Ndio njia ya kwanza kabisa ya uponyaji. Ukishajua hilo, kuna ku-release na ku-reframe. Unaachilia na unabadilisha mtazamo. Badili mtazamo. Hii ndio hatua ya vitendo. Kuachilia ni tendo la kiimani, la kubadili, la kukabidhi mzigo wako kwa Mwenyezi Mungu. Ku-reframe ni kubadili jinsi unavyolitazama tukio. Ujue siku zote letting go is an active verb. Ni uamuzi. Unachukua lile jambo, sawa, iwe ni kinyongo, hasira, hofu ya maisha ya kesho au maumivu ya zamani, na unamkabidhi Mwenyezi Mungu kimakusudi kabisa. Unasema, Mungu wangu, hili linanishinda, na lileta miguuni pako. And then you reframe your mindset. Badala ya kujiuliza why me, kwa nini mimi kila siku, badili mtazamo wako. Anza kumuuliza Mwenyezi Mungu, what next? Nini kinafuata? Badala ya kuona life kwamba imekulemea, eti kwa nini mimi kila siku, hapana. Muulize Mwenyezi Mungu, nini kinafuata? Badala ya kuona lile tukio kama stumbling block, yani unaona tukio ambalo limekutokea kama kikwazo, wewe lione kama stepping stone, jiwe la kukanyagia. Yes. Kwa sababu ndio maana nilikwambia badili mtazamo. Wengi wanaokata tamaa kwa sababu wanaona wanayapitia kama vikwazo. Lakini wewe angalia 100 meters, angalia mbali sana, kuwa tofauti. Na badala ya kuviona kama vikwazo, stumbling block, lione kama stepping stone, jiwe la kukanyagia kuelekea kwenye ukuaji wako. Kwa sababu siku zote kwenye maisha haya utawaona ndio watu wamefanikiwa, lakini hujue ni usiku ngapi wamelala, hujui ni mara ngapi wameshindwa na kuinuka tena. Kwa hiyo na wewe huwezi ukafanikiwa kama hujawahi kushindwa. Na unaposhindwa usione kama kikwazo, badala yake ona kama ni jiwe la kukanyagia ili kusonga katika maisha ya mafanikio, katika maisha ya kiroho. Usiwahi kukata tamaa. Vikwazo ni mawe ya kukanyagia ili kuelekea kwenye ukuaji wako. Hii ni UBC Swahili na hii ni show ya Njoni Tumwabudu ya kila Jumapili popote pale ambako unasikilizia. Asante sana. Tunazungumzia the art of letting go, sanaa ya kuachilia. Hapa ndipo Isaiah chapter 43:18 and 19 inapokuja na nguvu. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Ukisoma Isaiah
mlango wa 43 mstari wa 18 na 19. Soma hii utaona ni mashairi mazuri sana ambayo yanaweza yakakutia moyo, yanakutia nguvu. Isaya 43:18 inasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wow, what a beautiful verse. Hizi verses 2:18 na 19 kwenye chapter ya 43 Isaiah, ukiisoma utaangalia tena mbali sana. Utaangalia kwamba tunayapitia sio vikwazo tena, ni mawe ambayo tunaweza tukaweka chini na tukapanda juu yake na tukaangalia mbali sana na safari kaendelea. Yes, vikwazo vitakuwa mawe ya kukanyagia kuelekea kwenye ukuaji wako, your growth. Kuna kitu kinaitwa trust and transform, tumaini na ubadilike. Ujue katika maisha haya, badala ya kuachilia, lazima uamini kwamba Mwenyezi Mungu atashughulikia. Imani hii ndiyo inayoleta mabadiliko ya kweli, transformation. Katika maisha ya kiroho, transformation ni kitu kikubwa mno. Lazima ubadilike. The final piece of the art is trust. Unaweza kuachilia, lakini kama huna imani kuwa Mwenyezi Mungu amepokea na anafanya kitu, utaenda kukiokota tena kile ulichoachilia. And that's why watu wanasamehe, lakini tena wanaenda kuokota yale yaliyokuwa yanawaumiza, na mwisho wa siku yanashindwa kuondoka, wanashindwa kusonga mbele, wanashindwa kumove on. Umetenda kosa ndio, lakini unaweza ukajisamehe mwenyewe na kuomba msamaha yule uliyomkosea. Trusting God means you believe His plan is better than your pain. Unapomwamini Mwenyezi Mungu, utakuja kugundua kwamba mpango wake ni mkubwa kuliko maumivu yako. Unamwamini hata kama huelewi. Ukisoma Proverbs 3 verse 5-6 inasema, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kwa sababu pale ambapo maarifa yetu yanaishia, ndipo pale Mwenyezi Mungu yake yanaanzia, na hakika ya kwake hayana mwisho. Ujue, when you trust, transformation is inevitable. Unaanza kubadilika ukiamini. Unakuwa mwepesi, unapata amani inayopita fahamu zote. You make space for God to bring you new blessings, new relationships and a new testimony into your life. Show ambayo ina-inspire, ina-motivate na tunaku-encourage katika safari hii ya kiroho. Hii ni Njoni Tumabudu ya kila Jumapili. Nikushukuru sana popote pale ambako unaisikilizia. Karibu sana tena na tena. Bado tunaendelea na mada yetu ya the art of letting go, sanaa ya kuachilia. Nilikuahidi tukirejea tutaangazia simulizi ya Mtume Paul. Sasa nilikuahidi kwamba tutakuja na ushuhuda, na ushuhuda huu ni ile simulizi ya Mtume Paul. Swali langu ni, je, umewahi kuhisi kwamba makosa yako ya zamani ni makubwa mno kiasi kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kukusamehe wala kukutumia? Je, kuna sauti ndani yako inayokuambia, unakumbuka kile ulichofanya? Wewe hufai. Kama ndivyo, basi sikiza kwa makini simulizi hii. Kabla ya kuwa Paul, alikuwa Sauli, na Sauli hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa a man on a mission. Alikuwa mfarisayo, msomi wa sheria, mwenye bidii na sifa kubwa. Lakini bidii yake ilikuwa imepofushwa kabisa. Yes, courage yake ilikuwa imepofushwa na chuki. Biblia inasema
katika Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 3 kwamba Sauli alikuwa akiliteketeza kanisa, akiingia katika kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Fikiria kwa sekunde moja. Huyu sio mtu aliyesema uongo mdogo au aliyeiba kitu. Huyu mtu ambaye damu ya watakatifu ilikuwa mikononi mwake. Alisimama na kuridhia kifo cha Stefano. Hii ilikuwa resume yake. Huu ndio mzigo mzito alioubeba Sauli. Lakini Mwenyezi Mungu katika neema yake isiyo na kipimo alikuwa na mpango tofauti. Kwenye barabara ya Damask, Sauli alikutana na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hakuulizwa kwa nini unafanya dhambi zote hizi. Aliulizwa swali la kipekee. Ilikuwa question fulani hivi ambayo ilikuwa so personal. Sauli, Sauli, mbona unaniudhi mimi? Mbona unanitesa jamani? Katika wakati huo, Sauli alipewa mwaliko wa kuachilia utambulisho wake wa zamani, kuachilia kiburi chake, kuachilia hasara yake, kuachilia maisha yake yote ya zamani. Na hapa ndipo tunajifunza somo kuu la kuachilia kutoka kwa Paul. Baada ya kuongoka, Paulo alikuwa na chaguzi mbili, two options. Moja, aishi maisha yake yote akijilaumu, sawa, akijiblame mwenyewe, maisha ya kujilaumu, akijificha kwa sababu ya aibu ya matendo yake ya zamani. Option ya pili ni apokee msamaha wa Mwenyezi Mungu kikamilifu na achilie yaliyopita ili aweze kuikimbilia kesho ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwandalia. Na tunajua alichagua nini. Lakini alifanyaje? Alitumiaje hii art of letting go? Alituachia siri katika waraka wake kwa Wafilipi 3:13-14. Kisoma Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 13 na 14. Naomba nisome andiko hili, ni maneno ya Paul mwenyewe. Anasema, ndugu zangu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nalisahau yaliyo nyuma na yanyoshea yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikie meledi ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Hiyo ni barua yake mwenyewe aliyoandika kwa maneno yake mwenyewe kabisa, akiwaandikia watu wa Filipi, na hii ni kwenye Wafilipi 3:13 na 14. Yes, Paul anatuambia anajaribu kuyasahau yote yaliyopita na anaangazia yaliyo mbele. Sawa? Yes, lengo lake ni kufikia ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi wote wanaompenda. Hapo ndipo penye siri for sure, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Yes, kusahau yaliyopita na kuganga yaliyo mbele. Kuachilia kwa Paul hakukuwa amnesia, hakusahau kimiujiza. Ilikuwa ni uamuzi wa makusudi. Aliamua kwamba yale ya nyuma, jina Sauli, matendo ya Damask, damu ya Stefano, hayana tena nguvu ya kumzuia. Alifanya mindset shift. Yes, alibadili mtazamo. Aliacha kujitambulisha kama Saul, mtesi wa kanisa, na kaanza kujitambulisha kama Paul, mtumwa wa Yesu Kristo. Alikiri, acknowledge ukubwa wa dhambi yake, akijiita mkubwa wa wadhambi. Katika Timotheo wa kwanza mlango wa 1 na 15, si kwa ajili ya kujihukumu, bali kwa ajili ya kusisitiza ukubwa wa neema ya Mwenyezi Mungu. Usiendelee kujilaumu siku zote, lakini endelea kusisitiza neema na ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Kisha achilia, release.
hukumu hiyo na kuamini, trust katika msamaha aliopokea, na matokeo yake yalikuwa mabadiliko, transformation ya ajabu. Yule aliyokuwa akifunga watu gerezani akawa anafungua watu kutoka gereza la dhambi. Yule aliyekuwa akizima nuru ya Injili akawa nuru kwa watu wa mataifa. Mwenyezi Mungu hakufuta historia yake, aliikomboa na kuitumia kwa utukufu wake. Kwa hiyo msikilizaji mpendwa, ushuhuda wa Paul unatuambia nini leo? Unatuambia kwamba hakuna shimo lenye kina kirefu ambalo neema ya Mwenyezi Mungu haiwezi kufika. Hakuna kosa la zamani lenye nguvu kuliko damu ya Bwana Yesu. Labda resume yako ya zamani ina mambo ya aibu sana. Labda kuna watu uliwaumiza. Labda kuna fursa ulizopoteza. Leo Mwenyezi Mungu anakupa mwaliko alompa Sauli. Achilia, sahau yaliyo nyuma. Mruhusu abadilishe maumivu yako yawe ushuhuda. Mruhusu Mwenyezi Mungu ageuze aibu yako iwe taji. Mruhusu Mwenyezi Mungu fursa ulizopoteza zamani ziwe fursa nyipya na mafanikio makubwa. The art of letting go ndiyo iliyomgeuza Sauli kuwa Paulo, na inaweza kugeuza wewe kutoka ulivyo sasa na kukufanya kuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Your past doesn't disqualify you. It simply qualifies you to be a recipient of God's amazing grace. Katika maisha ya kila siku, wengi tunakosea, sawa, na wengi tunashindwa. Lakini unaposhindwa, kumbuka, ndo unapata somo. Unasema okay, ndo hivyo. Siku zote nawaambiaga, huwezi ukasonga, huwezi ukapiga hatua kama hujawahi kukosea. Na mwalimu mzuri kwa kweli ni kosa au kushindwa. Kushindwa ni moja ya safari, ni mchakato, it's part of process. Na pale unaposhindwa, sawa, ni hatua ambayo imeshindwa, sio wewe umeshindwa. Kushindwa ni act, ni action, sio mtu. Na pale ndipo tunakosea sana. Unapokosea, unaposhindwa, ni kitendo cha kushindwa, sio wewe. Yani wewe sio failure. Ni ile act ambayo ulifanya ambayo imeshindikana. Na hapo ndipo unapata somo, kama Paul alivyoinuka tena, akaresume, akakubali, aka-acknowledge, na mwisho wa siku kawa historia kubwa ndani ya ulimwengu huu. Wewe mwenyewe unaweza. Leo tunazungumzia the art of letting go, sanaa ya kuachilia. Yes, hiyo ilimgeuza Saul kuwa Paul, na pia itakufanya wewe ugeuke moja kwa moja, ubadili mwelekeo, ubadili mtazamo, ushift your mindset, uwe kiumbe kipya katika Kristo Yesu, kwa sababu zamani yako sio ambayo inakuqualify wewe. Yes. Kabla ya kumpokea Kristo, Paul alikuwa mtesaji mkuu. Alikuwa anaongoza kampeni ya kuwatesa, kuwakamata na hata kusababisha kuuawa kwa Wakristo, kama inavyosimuliwa katika Matendo ya Mitume 8:3 na 9:1. Sauli alikuwa Myahudi mwenye bidii, akifuata sheria zote kwa ukali, akijiona yuko sawa mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini matendo yake ya zamani hayakumfanya siwe na sifa. Badala yake yalimwezesha kupokea neema kubwa zaidi. Toba na mabadiliko. Alipokutana na Bwana Yesu njiani kwenda Damasko,
aligeuka kuwa mtumishi wa Mungu. Neema ya ajabu, alikuja kuwa mtume mkuu wa mataifa. Aliandika sehemu kubwa ya Agano Jipya. Unajisikia huru au bado unalipa kodi kwa makosa ya miaka iliyopita? Sikiza, haiwezekani kuendesha gari ukiangalia kioo cha nyuma, rear view mirror pekee. Of course utafanya ajali. Haiwezekani eti uendeshe gari huku ukiona nyuma, au unaendesha huku ukiangalia kioo cha nyuma, rear view mirror. Haiwezekani, lazima ufanye ajali. Ujue mada yetu leo, the art of letting go. Vifungo vya jana havikufungi kesho yako for sure. Yes, kuachilia, letting go, sio udhaifu, sio weakness, ni nguvu kuu, great power. Ndio. Ujue wengi wetu tunaishi na anchor of guilt, nanga ya hatia. Hii inatuzuia kusonga mbele, to move forward. Neno la Mwenyezi Mungu katika Isaya tulisoma, Isaya 43:18 na 19, ambalo linasema, usikumbuke mambo ya kwanza, mambo ya zamani. Tazama, nitatenda jambo jipya, a new thing. Hii ndiyo fresh start mentality, mtazamo wa kuanza upya. Tunaona the way Paul alivyoanza upya. Ujue kujihukumu, self judgment, huwa inaactivate, inawasha sehemu ya ubongo inayohusika na maumivu, pain. Lazima ujitoe kwenye gereza la makosa yako kwa kusema, nilisamehewa, sasa najisamehe mwenyewe. Naam, kuna msikilizaji ameniandikia hapa ujumbe na niambia, peace, asante sana kwa ujumbe wako mzito kama na huu. Nipo maeneo ya Kansanga. Emmanuel Mrisho, peace, nimepoteza fedha kwa sababu ya rafiki yangu, nimeshindwa kumsamehe na niko na uchungu mwingi. Naam, hivyo ndivyo ameandika, ana uchungu mwingi na alipoteza pesa nyingi kwa sababu ya rafiki yake na ameshindwa kumsamehe. Yes, unaweza pia ukaniandikia ujumbe mfupi na nikausoma live, au ukanipigia simu live na tukazungumza. Anyway, Emmanuel, my advice to you, uchungu ni kama kunywa sumu, poison, na wewe ukategemea yule mwingine ndiye afe. Sawa? Ni wewe unayeumia, sio yeye. Forgiveness, msamaha, sio kwa ajili ya mtu mwingine, ni zawadi, a gift unayojipa mwenyewe. Kwa hiyo release it, iachilie. Yes, unaweza pia ukaniandikia ujumbe mfupi na nikakushauri hapa, au mwenyewe unataka kumshauri mwingine, au unataka kutufunza jambo lolote, una comment yoyote kuhusu the art of letting go, sanaa ya kuachilia ambayo tunazungumzia leo. Unajua kukosea na unakosewa na kukosea, vyote kama vinafanana, na hivi vitu vinakuwa vinakufunga nyuma, usipige hatua. Kama Paul, yeye alikosea na mwisho siku akapiga hatua na akabadilika kwa kweli. Ujue kukosewa kama vimefanana vile, lakini kitu kikubwa ni kujisamehe, si ndio? Ujue kusamehe kwa mfalme. Tunazungumzia Yusufu, kijana aliyeuzwa na familia yake. Simulizi hii hata mtoto mdogo anaifahamu. Maumivu na usaliti, the betrayal. Ndugu zako mwenyewe wanakuingiza shimoni, pit, halafu wakuuze kama mtumwa, slave. Hilo ni jeraha kubwa mno, deep wound.
Yusufu alikaa gerezani miaka mingi sana. Angeweza kuunda kisasi, to plot revenge, lakini hakufanya hivyo. Lesson hapa ni gani? Kama Yusufu angebaki na kisasi, si ndio? Hata angekuwa waziri mkuu, bado angekuwa mateka, prisoner wa hasira anga. Ndio kitu tumekuwa tunazungumza na Eric. Umefanya hasara, umefanya loss. Unataka kujiweka gerezani wa hilo kosa lako, wa hiyo loss yako. Yusufu asingekuwa na hii mindset ya kusamehe na kuachilia, asingekuwa waziri mkuu, kwa sababu siku zote angekaa tu mnyonge. Nafikiria ndio tulichokuwa tunapiga story na Eric. Yani mnakaa mnabishana, huna tena time ya kufanya vitu vya kuendeleza. Mnakaa tu mnashtakana ni swala tu la kufikiria na unasema no. Ujue unforgiveness, yani kutowasamehe, ni gereza la akili. Umejifunga mwenyewe, unajiweka luzira kiakili, lakini sijui hapo unanielewa. Lazima ufanye msamaha kama kusudi, forgiveness as a purpose. Fanya kama kusudi, yani umekusudia. Msamehe mtu hadi ashangae na sema amefanya makusudi, ametamani kunikomoa nini? Inabidi ifikie time wewe uone mbali sana. Mtu amekukosea, kakutukana, kakuvudhi, kakufanya vibaya, mwenyewe anajua hutowahi kumsemesha, lakini asubuhi unapita unasema habari zako. Kwenye sherehe yako umemwalika kabisa, kwenye front line amekaa viti vya mbele, hadi mwenyewe anaona aibu. Fika wakati Yusufu pia anakuwa waziri mkuu, prime minister. Ndugu zake wanakuja kuomba chakula. Ilikuwa chance, angeweza kuadhibu for sure, lakini alichagua neno la kinabii, prophetic word, juu ya maumivu ya kibinafsi. Tangazo la mwisho alisema kwenye ile final declaration yake kwenye kitabu cha Genesis, Mwanzo mlango wa 50:20. Tatizo ni kwamba huwa hamuandiki haya mashairi, lakini anatusaidia sana. Kwenye Mwanzo 50:20 Yusufu anasema, ninyi kweli mlikusudia kunifanyia mabaya. Ujue Yusufu hakudeny the pain, hakukataa maumivu. Kweli aliwaambia maumivu na ya feel, na akawaambia kweli, alikuwa mwazi, mlikusudia kunifanyia mabaya. Kusoma kwenye Mwanzo 50:20 aliyasema, bali Mwenyezi Mungu alikusudia mema. Hayo ni maneno ya Yusufu. Ninyi kweli mlikusudia kunifanyia mabaya, bali Mungu alikusudia mema. Ili kutekeleza yale yanayotukia leo, kuokoa maisha ya watu wengi. Sikiza, Yusufu alitumia msamaha, forgiveness, kuunda upya, to reframe maisha yake. Aliyaona mateso kama maandalizi to preparation ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusudi, purpose. Yes, lazima achilia na usimame kwenye kusudi lako. Tukiingia kwenye sayansi kidogo, wataalamu wa saikolojia, psychologist, wanasema kutokusamehe, unforgiveness, kunasababisha ongezeko la hormone ya msongo, high cortisol levels. Yani kwa Kiswahili ni shinikizo la damu, blood pressure, inaongezeka sana, na kinga ya mwili, immunity, inadhoofika. Unaweza kuchomwa na ugonjwa kwa sababu ya mtu aliyekuumiza tu. Na maana nilimwambia Emmanuel kwamba ni kama wewe unakunywa sumu afu na tegemea mtu mwingine ndio afe. Eti inawezekana kweli? Eric, wewe huko ukunywe sumu zako eti sasa mimi nife? Ndo kama hivyo, nimekuumiza, yes, si ndio? Afu wewe unaendelea tu kuumia. Mimi sijui umeuma blood pressure zako, mimi sifahamu. Ni sumu tu unajiwekea mwenyewe.
eti unachomwa na kiugonjwa kikubwa kama hicho, blood pressure, kwa sababu ya mtu alikuumiza. Nataka nikupe mkakati wa vitendo, practical strategy. Sindio? Tambua, okay, ninasikia hasira, maumivu kuhusu mtu fulani. Sindio? Kisha sema, ninachagua kuachilia mamlaka ya tukio hili juu ya hatma yangu. Ni kwa sababu yako. Decide to heal. It's for your own profit. Ni faida yako mwenyewe. Decide to heal. Amua kupona. Unasarinda. Achilia udhibiti. Tunaendelea na The Art of Letting Go, ambayo bado tunaendelea kufaidi vingi sana ndani ya Njoni Tumabudu ya kila Jumapili. Na kama nilivyokuahidi hapo hawa nikirejea, utakuwa umeniandikia ujumbe wako, si ndio? Nipigie niambie ni mzigo gani wewe uliodrop na maisha yako yakabadilika, na kama yalibadilika vipi, si ndio? Niambie. Huyo amepanda jukwani na kuniandikia ujumbe mfupi, anasema peace, naitwa Eric Opio. Anasema peace, mimi ni mwananchi kutoka Kenya na kusikiza siku nyingi sana, na maarifa ninayo sasa hivi, kuna mengi ambayo nimejifunza kutoka kwako na ninakushukuru. Peace. Kwa The Art of Letting Go, nilikuwa nimemshikilia hasira baba yangu. Peace. Imagine, alituacha tukiwa wachanga sana, alitutupa. Kwa hiyo nilipo-release hiyo anga hasira, sasa niko huru kuwa baba bora. Nimeachilia, na kuachilia kwangu kumeniletea amani, na nimejifunza mengi zaidi, kwa sababu sitaki kuwa kama baba yangu. Lakini baada ya kumsamehe, nilijifunza pia kutoka kwake. Kwa hiyo asante kwa mada hii ambayo imenikumbusha mema niliyojifunza. Wow, Opio. Amena sana Mr. Opio. Na pia nafikiri you are free now, right? Uko huru. Unajua pia unapoheal, yani unapopona, unavunja laana, you break the curse. Yani ile laana ya maumivu kwa kizazi kijacho. Kwa sababu mimi pia nimejifunza vitu vingi. Unaweza ukawa na baba yako amekufanyia makosa, right? Na ukajifunza na ukamsamehe. Lakini pia ikawa nguzo kwenye kubadilisha generation nyingine, si ndio? Labda baba zako wakubwa wadogo wote wamekuwa walevi, na umeona kwamba hakuna mafanikio yote, au sawa, wamekulea, wamekukuza, lakini ukijaribu kukompea unaona wamekuwa nyuma sana kwenye mafanikio. Kwa hiyo unasema, mimi sitawahi kunywa pombe, sitawahi kuwa mlevi, sitawahi kuvuta. Nataka nitengeneze familia yangu ambayo it's a free alcoholic family. Kwa hiyo unakuwa unatengeneza kitu kipya, kwa sababu umeona kitu ambacho kilitokea hakikuwa kizuri. Laana ni pale ambapo familia kumekuwa kitu kibaya. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu familia za Kiafrika zamani walikuwa wanaabudu miungu, walikuwa na mabuyu yao, lakini sasa hivi watu wameokoka, si ndio? Tunatengeneza generation mpya kabisa ambayo haitaki kutegemea vitu ambavyo ni vya kiasili. Unajua sasa, kwenye mada yetu tumeachilia maumivu, sasa tunajenga nini? Kwenye Wafilipi 3:13-4 ambayo Paul mwenyewe aliandika, akiandikia watu wa Filipi. Mtume Paul kwenye version ya Neno anasema, hii ni Wafilipi 3:13-14. Paul anasema, ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, sijihesabu kuwa haki, lakini ninafanya jambo moja tu, ninasahau mambo yale yaliyopita, na kaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Na kaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa, ili nipate tuzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa huko juu mbinguni katika Kristo Yesu. Wow, Paul alipitia vingi. Kama ni kumwaga damu alimwaga,
kama ni kutesa kanisa alitesa. Sasa baada ya kuokoka mwenyewe anasema, anasema sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, no, lakini ninafanya jambo moja, ninasahau mambo yale yaliyopita. Kuna kosa unaweza kuwa umefanya na huwa linakujia akilini, unasema no, sistahili hata kutoka hapa nyumbani, nitajifungia hapa siku zote za maisha yangu, sistahili hata kuingia kanisani, kuna mtu nilimkosea, sistahili hata kumuona machoni. Paul ndo anakuambia, ninafanya jambo moja tu, ninasahau mambo yote yaliyopita na kaza mwendo kufikia yale ya mbele. Hata Isaya ndo anasema forget about the past, kwa sababu hata ukifikiria hakuna kitu utachange. Yamesha happen, yamehappen. Wewe omba tu msamaha na mambo yaendelee kama vile Paul alivyofanya. Kwa sababu hata ungehesabu ni nani aliye mkamilifu kwenye ulimwengu huu, usingepata hata mmoja. Sasa kwa nini unajiadhibu mwenyewe? Ni wewe tu kujiforgive, unajisamehe bure. Nilisahau yale yaliyopita na kukaza mwendo mbele. Kuachilia, letting go, ni hatua ya kwanza, lakini kusonga mbele, moving forward, ni hatua ya imani, faith. Unahitaji new narrative, hadithi mpya kuhusu wewe, a new chapter, a new history. Badala ya kusema mimi ni yule aliyefeli mtihani, no, sema mimi ni mwanafunzi nayejifunza kutoka kwa makosa yangu. Badala ya kusema mimi ni yule mjasiriamali, mimi ni yule mfanyabiashara niliyefeli, niliyefanya loss kubwa, sema hapana, mimi ni mfanyabiashara mpya kabisa ambaye nategemea kusave angalau $1,000,000 kila mwezi. Wow. Forget about the past. Sahau yaliyopita. Ujue sasa, msikilizaji mpendwa ambao unanisikiza mida kama na hii, listen, leo ndio siku ya kuacha kulipa kodi, paying rent, paying taxes kwa watu walio, I say, kwa nini unaendelea kulipa zile taxes? Unalipa kodi kwa watu wasiofaa au matukio yasiyofaa. Don't let your past live tax free in your present. Usiruhusu yaliyopita yaishi bure katika wakati wako wa sasa. Wewe sio kosa lako. Simama na utembee kwa uhuru, freedom ambayo Kristo amekupa wewe. Nataka nikwambie, the best is yet to come. Yes, tangazo la hatma, powerful declaration ambayo unaweza kujiambia mwenyewe. Nataka nikupe challenge ya wiki, si ndio? The forgiveness letter, barua ya kusamehe. Hii ndio challenge ambayo tutafanya hadi tutakapokutana siku nyingine, Mwenyezi Mungu akijalia. Yes, nataka nikupe challenge ya wiki, the forgiveness letter. Naomba uandike barua ya msamaha, si ndio? Forgiveness letter. Usiitume. Sawa. Andika barua ya msamaha, usiitume. Andika yote unayohisi kwa mtu aliyekuumiza au kwa nafsi yako, self forgiveness. Labda ulikosea, si ndio? Ukimaliza, choma, burn it. Burn that letter. Choma hiyo barua au irarue na uitupilie mbali. Hiyo au hicho ni kitendo cha mfano, symbolic act. Ni symbolic act ya kuachilia kabisa. Fanya hivyo na uwe huru leo. Hiyo ndiyo tip ambayo nakupa leo. Trust me, ukiitumia itakusaidia sana. Kwa sababu
Mimi Peace, na kwenye Njoni Tumwabudu, sio kwamba tunasikiza, nataka usikize na uchange. Kuna vitu vingine tunashindwa kufanya, lakini ukiwa hapo unasikiza, kuna kitu unaweza ukapata, yani ukiki-act kinakusaidia. Wengi tunashindwa kusamehe, niamini mimi. Mtu amekukosea miaka 10 imepita, bado unaendelea kushikilia hicho kinyongo. Ni poison kwako mwenyewe. Hiyo ni sumu yako, sio sumu yake. Itakuua wala haitomuua yule. Inakurejesha nyuma. Ni mtu ambaye by the way mungeridhiana tu, mna reconcile na mkafanya hata biashara kubwa sana, mkashirikiana kwa vitu vingine na mambo ya kwenda. Let's say ndugu yako amekukosea, ni ndugu yako, damu yako, baba moja, mama moja. Pahali pa kufanya vitu ambavyo vingewasogeza nyinyi na ukoo wenu na familia, mumeshikilia bitterness ambayo imepita kwa muda. Kwa nini msifanye maridhiano? Okay, sawa, umeshindwa kumsamehe, ndo nilikuwa nakwambia kwenye ile challenge yetu leo. Andika, chukua kalamu na karatasi, ndio, kwenye meza yako au ukiwa peke yako, andika mtu fulani alinikosea siku hii na hii. Hata kama utakuwa ukumbuke tarehe wala mwaka nini, sema tu alinikosea. Andika vitu muhimu ambavyo kila siku ukivifikiria vinakuumiza. Viandiki kwenye hiyo barua. Nimemsamehe bure, nimeachilia, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Wala mimi kuna kitu nilifanya na kila siku huwa kinanijia hata ndotoni na kinanikosesha amani, kinanikosesha raha. Nashindwa kusonga, nashindwa kupiga hatua, nashindwa kufanikiwa. Andika. Ukishaandika, chukua hii karatasi, katika jina la Yesu Kristo choma hiyo karatasi. Nasema sitowahi kukumbuka tena. Trust me, hicho kitendo, the act. Kwa hiyo wewe tu, mtu amekosea, imetokea, right? Usiendelee kunywa sumu, hapana. Andika kwenye karatasi, choma. Na kama hutaweza kuchoma, basi irarue hiyo karatasi na uitupe mbali. Hiyo action kila siku, ukiwa unataka kukumbuka yale makosa aliyokosea yule au kosa ulilofanya wewe, no, hutakuwa unakumbuka. Utakuwa unakumbuka kitendo ulichofanya, kuandika na kuchoma na kurarua. Wow, utakuwa unajua nimeshamsamehe. Trust me, utakuja kunishuhudia siku moja nasema na kale ka trick kama nifanyia kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu. Wow. Nikushukuru sana ambao unaendelea kusikiza UBC Radio. Mimi ni Peace Ojonems, Gadi Johnson Amani. Tupo na Avenue Kampala. Yes, naona niishie hapa kwa sababu tumezungumza mengi, na jaribu uweke picha ambayo inawakilisha mawazo na maneno makuu nilizungumza kwenye mada yetu leo. Hii itakusaidia kuibua taswira yaliyojadiliwa, kama vile mtu akivua mzigo mzito mgongoni akihisi utulivu na wepesi. Kwa sababu unapomsamehe mtu, unapojisamehe mwenyewe, ni kama kuvua mzigo mzito mgongoni na unahisi utulivu na wepesi. Yes, imagine umechoka sana baada ya kubeba mzigo mzito, au umetoka shambani, unajifila aje wakati unafika home unatua yule mzigo. Ni kama Eric alivyoniambia, Peace, napomsamehe mtu au napomomba msamaha, nasikia raha, napata usingizi, nakula chakula changu kwa appetite kubwa sana. Unajua, nilikwambia kutosamehe, kutoachilia ni kama mtu ambaye anaangalia kwenye kioo cha nyuma ya gari yake huku gari kisonga mbele kwa kasi. Si atafanya ajali kweli? Kwa sababu inakuwa imeonyesha kwamba ameshindwa kusonga mbele, ameshindwa kumove forward huku akiangalia nyuma. Kuna the way nilivyokuambia, nanga ikiwa imetolewa kutoka baharini ikiruhusu meli isonge mbele. Sijui kama umewahi kuona meli wakati nataka kuondoka. Kuna the way nanga inatolewa kutoka baharini ikiruhusu meli isonge mbele, kuashiria anchor of guilt iondolewe. Sio siku zote unajiacha, unajiona mwenye hatia kwa kosa ulilofanya. Mtume Paul hakujiona hivyo. Alijua amemwaga damu za wengi,
Yeye mwenyewe ndo aliruhusu Stefano apigwe kwa mawe ya wafu. Alifunga waamini wa Kristo wengi wa kwanza, lakini aliruhusu meli isonge. Anchor of guilt ikaondolewa. Hakuishi kwa hatia. Alisema no, nafanya kitu kimoja tu. Na sahau yalopita na ganga yajayo, nasonga mbele ili nifikie lile taji ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka. Na mwisho siku alipofanikisha, alicelebrate, akapata raha kwa sababu aliandika akasema, nimepigana vita vyangu vizuri. Of course nimemaliza mwendo wangu salama. Nachosubiria mie ni kupewa tu taji la uzima. Imagine mtu ambaye alifanya yale aliyoyafanya bado alipokuwa anaitwa Saul, anakuja kucelebrate na kusema yes I believe, nimepiga hatua kubwa, nimepigana vita vyangu vizuri for sure. Ndo kama hivyo tunasameana na mwisho siku tunakuja kucelebrate. Yusufu mwenyewe akiwa amevaa mavazi ya waziri mkuu, akitazama ndugu zake kwa huruma badala ya kisasi, alikuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo wa kuangamiza wote kwa yale waliomfanyia. Nimezungumzia mtu kuandika barua kisha aichome au kuirarua. Hii ikiashiria forgiveness letter. Andika barua ya msamaha. Milango ilifunguliwa ikiwa na nuru inayoingia kuashiria uhuru wa mwanzo mpya. A new version of you. Tulizungumzia hiyo. Mwenyezi Mungu atafanya jambo jipya. Forget about the past, kwa sababu Mwenyezi Mungu atafanya jambo jipya. Mimi ni Peace Gadi Johnson, Amani Ojo Nems. Kwa niaba ya wote walifanikisha hii show, na mtanguliza meneja wangu Allen Msimenta, B. Allen, B. Doreen, huyu ni meneja wa redio zote. Bwana Frank Iga, huyu ni mkuu wa vipindi. Eric Bugiri, pia moja kati ya wachambuzi wakubwa kwelikweli kuwahi kutokea kwenye sayari hii. Au nimempa sifa nyingi Eric. Kama ni nyingi, basi atalipia kampeni hizi ambazo nimezifanya. Bana Emmanuel, Opio na wengine wote kama Gwigwi John Baptist. Show ya kihistoria. Niwashukuru sana. Kabla sijaondoka, nataka kukumbusha kila mtu kwamba anaonekana, anajulikana na anapendwa na Mwenyezi Mungu, anayeelewa maumivu yake. Mwenyezi Mungu anajua ni nini unapitia. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyomkumbuka Lea katika mateso yake na kuongoza Yusufu kupitia majaribu yake, na kumchagua Sauli na kumfanya kitu kipya. Kuachilia ni kitendo cha imani. Kukiri kwamba hadithi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yako ni nzuri, na unaweza kumwamini kwa kila kipande cha moyo wako, hata vile vilivyovunjika. Even the broken ones, Mwenyezi Mungu anaweza kaviripea. Hata Eric mwenyewe alisema safari ya kuachilia sio rahisi. Ndio, lakini mimi nakwambia inalipa sana, au ina thawabu kubwa. Inaongoza kwenye maisha ya amani zaidi, furaha yenye kina kirefu, na uhusiano mkuu zaidi na Mwenyezi Mungu. Na kuhusu kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba anaandika story kubwa zaidi